bigger than anything. God is bigger than any mountain I can or cannot see. Bigger than all my questions, bigger than anything. God is bigger than any mountain. Karibu sana katika kipindi hiki cha wiki ambao ni kipindi chetu katika TV yetu ya Ong'atet. Karibuni sana katika kipindi hiki, na kabla tujaanza kipindi kuna wale ambao walipongeza kipindi. Kwa kwanza ni Titus Kosgei kutoka Cheptiret. Titus, mahali huko naomba Mungu aweze kukubariki, maana umekuwa sabiki wa kipindi hiki na umekuwa ukiniombea ninapoendelea na kipindi hiki. Mwingine ni Emmanuel Kibruto. Kibruto ni kijana mdogo sabiki wa kipindi hiki ambaye anasema anakaa kwa gogo wake ambaye anaitwa Chris Nisuge kutoka pale Sejio. Kijana mahali huko naomba Mungu akubariki. Kijana Emmanuel, wewe ni mtoto wa Mungu na asidi kuombea kipindi hiki jinsi ambao unafanya kila wakati. Mwingine ni James Samuel Serem kutoka sehemu za Kirita. Jina lingine anajulikana kama Jesire. Mahali Jesire huko naomba Mungu pia akubariki katika kazi zako na katika kazi zako mbalimbali ambao unafanya. Wapenzi watazamaji, kabla sijaomba, unapowasiliana nami unaweza kuenda katika YouTube, unaweza kunipata kipindi cha Mwangaza wa Biblia, utapata mahubiri yangu, utapata pale. Na pia ukitaka kuniandikia message, unaweza enda hata WhatsApp, unaandika Mwangaza wa Biblia, unatafuta namba yangu, una save, pia unaniandikia, na zaidi unaweza kunipata katika WhatsApp na unaniandikia message, nitakujibu. Pia naomba Mungu aweze kukubariki. Wale ambao wamekuwa wakiniombea kila mara, nashukuru. Mungu awe pamoja nanyi na endelea kuwabariki katika kila jambo. Katika siku ya leo tunapoenda kuomba, kipindi mahubiri yetu yanatoka katika kitabu cha Petro wa kwanza 2. Petro wa kwanza 2 tunaanza 4 na tutateremka mpaka mstari wa 10 ambao mahubiri yetu yatatoka mahali pale. Kwa hivyo kabla sijaanza, mpendwa mtazamaji, hebu tuweze kuomba. Mtakatifu Mungu wetu wa mbinguni, unaoishi na kutawala milele hata na milele, naja mbele zako nikiwa mtumishi wako nikushukuru. Umetutoa mbali katika kipindi hiki, na Bwana unazidi kutuongoza. Wewe uliumba mbingu na nchi na vyote Mungu, ndio sababu tunakuja mbele zako tukuabudu na tukuinua katika kila jambo. Tusamehe makosa yetu, makosa yangu pamoja na watazamaji wote, mahali tunakaa katika ulimwengu ulio na dhambi, ambao Bwana tunahitaji msamaha wako kila wakati. Na hata katika nchi ya Kenya tunaopitia mambo magumu, mambo ya magonjwa, mafuriko na mambo mengine, Mungu wetu tunaomba uweze kuturehemu na utuongoze katika mambo yote. Mahubiri ya siku ya leo na kuita Baba wa mbinguni uweze kutuongoza, unene na watu wako, ila tu mimi niwe ni chombo cha pekee ambao utatumia katika siku ya leo. Tubariki tunapoanza hadi mwisho, katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu. Mpenzi mtazamaji, tunapoangalia katika kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza 2, tunaanza pale. Petro alikuwa anaandikia wale ambao tumekwisha kuokoka, anatuandikia mambo kadhaa ambayo yanatutia moyo katika safari ya imani, katika safari hii ambayo ni safari ya matumaini. Tunaona mpendo mtazamaji, ukisoma katika mstari wa kwanza, Petro anasema, basi wekeni mbali uovu wote na hila yote na unafiki na ushuhuda, masingizio yote. Anatuonya wale ambao tumeisha kubali Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yetu, tuweze kuweka mbali uovu na hila zote pamoja na unafiki na ushuhuda na masingizio, kwa sababu anataka kutuandaa tuwe ni watu ambao tumekuwa ni viumbe vipya, mahali ambao tumetokea kutenda maovu, kufanya mambo si mazuri, kuwa na shuhuda na masingizio mengine na mambo si mazuri. Mtumishi wa Mungu Petro anajaribu kutuhimiza kama watumishi wa Mungu tuweze kuweka hayo mambo matatu ambayo amesema hapo. Jambo la kwanza anasema kwamba tuondoe uovu wote pamoja na hila, pamoja na unafiki,
na ushuhuda na masingisio. Tunapokuwa watu wa Mungu wazuri, Biblia inajaribu kutuambia katika kitabu hiki ya kwamba tuondoe masingisio. Kisingizio chochote kinaweza kutufanya tuweze kuwa si watu waaminifu. Tuondoe ila sote kwa ndugu zetu. Tusisingizie wengine. Tusiwe na shuhuda ambaye asiweze kumtukuza Mungu. Tusiwe manafiki. Tuondoe unafiki ya kujipendekeza, ya kujiona wewe ni nani. Ndio maana Biblia inatuambia hapa kwamba tuweke mbali hizi vitu ambao mtumishi wa Mungu Petero amejaribu kuorodhesha katika sehemu hii ili tuweze kuelewa ni wapi ambao tumetoka. Sisi hatukuwa watu, sisi hatukuwa ni watu ambao tumeteuliwa, lakini Mungu alipotuita, ndio sababu sasa hapa Petro alikuwa anahubiria watu. Baada ya mahubiri, baada ya watu kukubali ushindi huu ambao atakuwa wamepata kutoka kwa mtumishi wa Mungu na watumishi wengine, sasa akawaambia basi wekeni mbali uovu wote na hila na unafiki na ushuhuda na masingizio. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa wanaotamani maziwa ya akili yasiyowashwa, ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Tutakapoondoa kila kitu, mpendwa, tunakuwa kama watoto wadogo waliozaliwa wanaotamani maziwa ili waweze kupata akili, ili tupate mpendo, kukulia wokovu, ili tuweze kukaa ndani ya wokovu. Maana katika hali hii mpendwa, tunaonyeshwa kwamba tukae kama watoto wadogo. Watoto wadogo wako jinsi gani? Ukikosea mtoto mdogo, yeye hawezi kukumbuka kesho. Ukikosea mtoto mdogo, hawezi kuona ni jambo. Lakini wacha nikwambie mpendwa, Petro anajaribu kutuleta karibu tuweze kuelewa ni nini ambao yafaa tuweze kufanya kama watumishi wa Mungu, ya kwamba tuwe kama watoto wadogo. Baada ya hayo, tunaona mtumishi wa Mungu Petro anajaribu pia kutuambia kwamba baada ya hiyo muendeeni yeye. Baada ya kuacha kila kitu, uovu, ushuhuda, kila kitu, tukae kama watoto wadogo. Akasema hivi katika mstari wa 4, mpendwa, muendee yeye, tuendee yeye, si jiwe, lakini tuendee yeye, jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni jiwe teule. Akatuambia kwamba baada ya kila kitu, mpendwa, tuendee yeye, jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu. Yesu Kristo, yeye ni jiwe, anawaneleza kama jiwe lililo hai. Yeye ni mwamba ambaye wanadamu walimkataa, hata akasulubiwa, wakamkataa. Paulo alikuwa anaongea wakati Yesu amekuja sulubiwa, kila kitu imemalizika. Walimkataa mpaka wakamsulubisha. Ndio bado Petro anasema kwamba tumuendee yeye aliye jiwe lililo hai. Baada ya Yesu Kristo kufufuka akakuwa hai tena. Ndio maana tunaambiwa hapa kwamba, mpendo mtazamaji, kwamba lakini kwa Mungu yeye ni jiwe teule. Wanadamu walikataa, lakini kwa Mungu yeye ndio jiwe teule. Ndio maana Biblia inasema lenye heshima, nyinyi nanyi kama mawe yaliyo hai. Tukimwendea katika jiwe lenye heshima, nasi tutakuwa kama mawe yaliyo hai, tukiunganishwa na Kristo. Tukiwacha yale ushuhuda, tukiwacha yale mambo mabaya, mpendo, tutaunganika na Kristo. Sisi tunakuwa kama mawe yaliyo hai, maana tutakuwa tumewacha kila kitu, tumepata ule utukufu wa Mungu. Tutakuwa hai kiroho, hatutakuwa tena tuko katika hali ya mwili, bali tutakuwa ni mawe yaliyounganishwa. Mawe haya yakiunganishwa yanakuwa ni jengo. Kwa hivyo tutakapokubali, tutaunganishwa pamoja na Kristo, pia tutakuwa mawe hai. Vile jinsi Biblia imesema hapo nyuma ni kwamba yeye ni jiwe lililo hai, jiwe teule lenye heshima. Na tutakapowacha yale mambo yote kando, ili tuweze kumwendea yeye aliye jiwe, tutaunganishwa pamoja nasi naye. Maana Biblia inasema kwamba nyinyi pia kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya roho. Tutajengwa tuwe ni nyumba ya roho, si nyumba ya mwili, lakini nyumba ya roho. Kwa hiyo
Tutakapokubali, tukubali tuwe ni hayo mawe, tuunganike na tuchengwe katika nyumba ambayo itaitwa nyumba ya Roho. Mpendwa mtazamaji, hapa tunaonyeshwa kwamba tuwe ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo, kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama ninaliweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima, na kila muamini atatayarika. Biblia inasema kwamba baada ya hiyo tutakuwa ukuhani mtakatifu, tutaunganishwa na lile jiwe ambaye ni Yesu Kristo, ule mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Tunaonyesha kwamba hapo Biblia inatuambia tutakuwa pia kama mawe yaliyo hai. Pia Biblia inasema kwamba pia maandiko yanasema katika mstari wa 6, Biblia inasema kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama ninaliweka Sayuni jiwe la pembeni, teule lenye heshima, kila aaminiye atatayarika. Heshima hii ni kwenu nyinyi mwanao muamini, bali kwa wasioamini jiwe walilolikataa wazi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Tunaambiwa kwamba Mungu mwenyewe anasema, tazama katika Sayuni ndaliweka jiwe ambalo ni la heshima, jiwe la pembeni. Pembeni ni lile jiwe linakaa katika kona ambao linaunganisha nyumba. Nyumba ikiunganishwa na lile jiwe la pembeni, nyumba itakuwa strong, nyumba itakuwa katika hali imara. Kwa hivyo ndio Biblia inasema kwamba kila aaminiye atatayarika. Ula atakapomwamini lile jiwe hataaibika. Kutayarika ni kuaibika, hataaibika mpendo. Kwa hivyo utakapoamini neno la Mungu, hata upitie kila kitu, hata watu waseme nini, wewe utaweza kuaibika, utatayarika. Ndio maana Biblia inasema jiwe waliolikataa wazi. Wajenzi walipokataa ile jiwe, lakini sasa limekuwa jiwe kuu la pembeni. Kwa hivyo Ukristo wote, jiwe kuu ni Kristo. Ndio maana Biblia inasema kwamba nimeliweka msingi, na chochote anajenga katika msingi ule, ajenga nyumba ya mawe, ajenga na manyanzi, ajenga na miti, ajenga na chuma. Kila kazi ya kila mtu itajaribiwa na moto, na kazi ya mtu ikiharibika atapata hasara ya milele. Kwa hivyo katika lile jengo utakapojenga kule juu ya huu msingi ambaye ni Yesu Kristo, itategemewa na jenga nini mpendwa. Watu wengi tumejenga vitina, watu wengi tumejenga mambo mingi ambaye yafai. Ndio sababu Petro anajaribu kutuonya katika mstari ya kwanza, tuondoe uovu. Kwa hivyo tunapoingia katika nyumba ya Bwana, tukiwa watumishi wa Mungu, ukiwa ni Mkristo, yafaa uweze kujenga katika lile jiwe la pembeni ambaye ni Kristo mwenyewe. Tuliona Yesu Kristo alipokuwa katika dunia hii, alikuwa mpole, alikuwa mnyenyekevu. Lazima tujenge unyenyekevu katika ili chumba ambalo limeunganishwa. Unapoitwa mawe yale tumeitwa ni kwamba tunaunganishwa katika ile upendo wa Kristo, na kazi yetu tutajenga ukuhani mtakatifu ambao hakika tumeambiwa kwamba utaunganishwa na Kristo kwa njia ya Kristo. Ndio maana tumeambiwa kwamba waasi walikataa lile jiwe, lakini sasa limekuwa jiwe la pembeni. Waasi ambao wajenzi waliokataa lile jiwe si wengine, ni wale wa Kristo ambao tunakataa Yesu Kristo kama msingi. Maandiko yetu yamejengwa katika wapi mpendo? Maandiko yetu ama neno letu ambao tunahubiri lisipotoka katika lile mwamba, litakuwa ni bure kwetu. Tutakuwa tumekataa kama wale wajenzi walipokataa lile jiwe la pembeni, lakini kwake Mungu lilikuwa ni jiwe teule, jiwe la kona, jiwe la pembeni. Kwa hivyo mpendwa, jambo ambalo tunaliona hapa ni kwamba mpendwa, katika hii maandiko matakatifu tunapopitia ni nini wamesoma na ni nini wamekataa. Ukikataa chochote katika maandiko matakatifu, umemkataa Kristo ambaye ni jiwe kuu, ambaye ni jiwe la pembeni. Kila neno ambalo limeandikwa katika Biblia limehakikishwa ni neno la pekee, ni neno ambaye Mungu wetu ameona tuweze kulifuatilia. Ndio maana akasema kwamba tumuendee yeye aliye jiwe lililo hai, ambao wanadamu walikataa. Baada ya kila kitu
tunaona Petro mwenyewe alikuwa pamoja na Yesu, walipomsulubisha wakamfanyia vyake kila kitu. Lakini baada ya kila kitu, Petro wapewa nafasi ya kuhubiri tena habari njema kwa watu wote. Ndio sababu Petro ameandika barua hii kwa watu wote, kuambia kwamba wale ambao tumemkubali Yesu Kristo kama mwokozi wetu tuache uovu. Jambo la pekee ambalo anatuambia hapa mpendwa, ukisoma katika mstari wa 8, Biblia inasema tena jiwe la kuchikwaza mguu na mwamba wa kuanguza. Kwa maana kuchikwaza kwa neno lile wasiloliamini nao liliwekwa kusudi wapate hayo. Bali nyinyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoka gizani mkaingia katika nuru ya ajabu, nuru yake ya ajabu. Tunaambiwa kwamba katika mstari wa 9 katika Petro wa kwanza 2 mstari wa 9, Biblia imesema ya kwamba wale ambao tutakubali neno la Mungu jinsi lilivyo, jinsi ambao tumehubiriwa na mitume, jinsi ambao tumepewa na maandiko matakatifu, na kukubali kila jambo na kila neno na kufuata mambo yote ambayo yamenenwa na maandiko na manabii na sheria na kila kitu, tutaambiwa kwamba basi nyinyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Sisi tutakuwa mzao mteule ambao ni kizazi kipya, ambao ni kizazi cha Mungu, kizazi ambao ni kiteule, ambao tumeambiwa kwamba ni ukuhani. Tutakuwa makuhani ya kifalme, ufalme wa Mungu, ingawa tutakuwa hapa duniani. Kwa hivyo Biblia inaonyesha ya kwamba tutakuwa taifa takatifu ambalo Mungu alituchagua. Tunapoona katika Waisraeli ilikuwa ni taifa takatifu, lakini sasa zote tumeunganishwa na kuambiwa kwamba sisi wote watakao kubali Yesu Kristo na jiwe lile la pembeni, tukimwendea Yesu Kristo atatufanya tuwe ukuhani mtakatifu, taifa takatifu la Mungu, wakati tunapojitangaza fadhili za Mungu za ajabu ambaye ni Mungu aliyotuita. Kwa hivyo wapendwa, watu wa Mungu, tuna ujumbe wa kutangaza, maana tumekuwa ni mabalozi ya mbinguni. Tutakapokuwa hapa duniani, tumeambiwa kwamba tutakuwa na ujumbe ambao tutatangaza, tutakuwa na ujumbe ambao tutapeana, ambao Mungu amekwisha kutuita tutoke katika kisa na tuingie katika nuru ya ajabu ambaye ni nuru ya mbinguni. Hapo mwanzo hatukuwa sisi ni taifa, tulikuwa ni waasi, tulikuwa ambao hatuna jina la kuitwa, lakini mpendo wakati huu tumeitwa taifa teule la Mungu, watu wa miliki ya Mungu. Ndio tupate kuzitangaza. Unapoitwa unapewa kazi ya kufanya. Sisi zote ambao tuko hapa tumepewa kazi ya kutangaza fadhili za Mungu ambaye alituita tuingie katika nuru ya ajabu. Mpendwa, unapokubali Yesu Kristo kama mwokozi na jiwe lile kuu, unapata nuru ya pekee ya mbinguni. Unatembea katika nuru, unaenenda katika nuru ya pekee ambayo utamulikiwa na Yesu Kristo. Ndio tunaambiwa kwamba tutakuwa kuhani mtakatifu, watu wa miliki ya Mungu, watu ambao tutapewa nafasi ya kutangaza fadhili za Mungu kwa watu wote walio duniani. Mpendwa, hapa tunaambiwa kwamba nyinyi mlikuwa kwanza si taifa, bali sasa ni taifa la Mungu. Kumbe hapo mbele tulikuwa tumekosana na Mungu. Hatukuwa taifa, hatukuwa tumesanywa, lakini sasa tumesanywa, tumekuwa taifa la Mungu. Jambo la pekee tena tunaambiwa pale sasa taifa la Mungu, mlikuwa hamkupata rehema, bali sasa mmepata rehema. Mpendwa, wakati ule hatukuhurumiwa, hatukupata rehema ya Mungu, lakini wakati tumepata rehema kupitia Yesu Kristo aliyekufa msalabani na akasema yote yameisha. Kila kimepata mpendwa ni sisi tukubali ya kwamba tumekwisha kuokolewa. Tumeokolewa tayari, na tukiza okolewa mpendwa, tunaonyesha ya kwamba kazi kubwa ni kutangaza.
Ule ambaye ameingia katika nyumba ya kifalme, kazi kubwa ni kutangaza injili ya pekee ya ule ambaye amekuunganisha uwe ni moja wapo ya familia. Ni kama msichana ameolewa akiingia katika familia fulani, hata kuwa tena ya ile nyumba. Tunaona Ruth ambaye alipofuata Naomi akasema, watu wako watakuwa ndio watu wangu, Mungu wako atakuwa Mungu wangu, mahali utasiko wewe hata mimi. Na Ruth akajitoa kila kitu. Hata nasi tuwe kama Ruth ambaye atakuwa amejitoa ili aweze kukubali ya kwamba yeye ametoka katika ukoo ya Moab, amekuwa ukoo wa Ibrania ndivyo alivyo, na hata tukaona ya kwamba akaunganizwa katika kizazi cha Kristo. Mpendwa, hapa hiyo ni sehemu ya pili ama ya tatu. Paulo anajaribu kutufundisha sehemu ya mwisho. Mpendwa, hapa chini Biblia inasema kwamba katika mstari wa 11 Biblia inasema, wapenzi ninawasihi kama wapitaji na wasafiri, siepukeni tamaa za mwili. Yani akasema wapenzi na wasihi, tena kutulazimisha, akasema kwamba epukeni tamaa za mwili. Akasema epukeni tamaa za mwili. Epukeni tamaa za mwili sipinganazo na roho. Kumbe tamaa za mwili zitapingana na ile roho ambayo tulikuwa tumepata wakati tulimwendea jiwe kuu lililo hai, tukabadilishwa, tukakuwa taifa teule, taifa la Mungu, tukakuwa watu wa kiroho, si watu wa mwili. Lakini tukiendelea katika tamaa za mwili, hizi tamaa zitapingana na ile utukufu ambao tutakuwa tumepata kwa Mungu, na zaidi tuweze pia kukosana na taifa la Mungu. Jambo lingine ambalo amesema hapa katika mstari wa 12, muwe na mwenendo mzuri. Anajaribu kuambia wale ambaye tumekwiza kuokolewa ya kwamba tuweze kuwa na mwenendo mzuri. Mwenendo ni maisha yetu ya kila siku. Jinsi tunavyonena, jinsi tunavyofaa, jinsi tunapoongea, jinsi tunavyokula, jinsi tunavyofanya mambo. Hiyo ndio maana anasema mwenendo wa kila siku ambao utakuwa unaonekana mbele ya watu. Je, tuko namna gani kama Mkristo? Niliona mama mwingine wakituhusiana na mama mwingine pale sokoni. Akamwambia, wewe unajifanya unaenda kanisa bure. Kama utaenda mbinguni na mimi nitaenda. Na yule mama alikuwa ni mlevi. Hebu mpendwa mtazamaji, alilinganisha huyu mama namna gani? Huyu mama ni mama kanisa. Na unaona ule mama mwingine anamwambia, ikiwa utaenda mbinguni hata mimi nitaenda. Kwa hivyo mpendwa, hapo ndio Paulo akajua, Petro akajua ya kwamba kuna miaka fulani zitakuweko baada ya siku nyingi. Ikiwa kama sisi kama watumishi wa Mungu hatutaenenda na neno la Mungu ambalo lilituokoa. Tuliambiwa kwamba hatukuwa tumepata rehema, lakini sasa tumepata rehema. Wakati ambao Mungu ameturehemu, hakika kwamba tukirudi tena pale mahali tulitoka, tutakuwa tumeazi ile ujumbe wa pekee ambao tutakuwa tumepata kutoka kwa neno la Mungu. Ndio tumeona Paulo Petro alijaribu sana kutusawizi tuweze kuelewa ya kwamba safari hii ya mbinguni iko namna gani. Ndio sababu akasema, ninawasihi wapendwa kama wapitaji na wasafiri. Sisi ni wapitaji katika ulimwengu, pia tunasafiri. Hatujafika mahali ambao tumeandaliwa. Yesu alisema katika Yohana 14 kusoma mstari wa 1 hadi 3. Anasema, msibadilike mioyoni mwenu, mniamini, nyumbani mwa Baba kuna makao mengi, kama sivyo singewaambia, lakini naenda kuandaa. Nikisha andaa nitakuja, mahali nipo nanyi mtakuweko milele. Kwa nini? Kwa hivyo ndio sababu hapa unaona ya kwamba sisi tumeitwa wapitaji na wasafiri, maana hatujafika. Na ile mtu angali safari hapo na majukumu mingi katika ile njia, kwa sababu maybe utakuwa na wanyama wabaya, utakuwa na njia vitu mbalimbali njiani. Ndio sababu Paulo Petro anasema kwamba tuepuke tamaa. Hizo ni kama wanyama walio njiani katika safari yetu. Tuepuke vitu kadhaa na kwa kadhaa. Hapo mwanzo alikuwa anasema uovu na ila, unafiki,
ushuhuda na mazingisio. Lakini hapo anasema pia tuepuke tamaa za mwili ambao zinapingana na roho. Biblia inasema kwamba hapo, tukiendelea kusoma 12, tuwe na mienendo mzuri kati ya mataifa, ili iwapo wakiwasingizia kuwa watenda mabaya, watasamao matendo yenu mazuri, wamtukuze Mungu siku ya kuachilia. Tunaambiwa kwamba ikiwa watu watasingizia wewe ni mtenda mabaya, waone matendo yako mazuri ili waweze kumtukuza Mungu wakati ule. Kwa hivyo mpendwa, kila ambao Paulo anajaribu kutuonyesha, Petro anajaribu kutuonyesha hapa ni matendo mazuri kwetu wanaomcha Mungu, walioitwa taifa teule, walioitwa watu wa miliki ya Mungu. Kumbe tusipokuwa na matendo mazuri tutasingiziwa mambo mengi. Lakini Biblia inasema kwamba unaposingiziwa jambo lolote mpendwa, watu waone matendo yako na watasame. Wakiza kuyatazama watamtukuza Mungu wako aliye juu. Unaona hapo katika pia ukiona kitabu cha Petro hapo katika Petro wa kwanza 1 mstari wa 17, Biblia inasema kwamba ikiwa mnamuita Baba, yeye ahukumue kila mtu pasipo upendeleo kwa kadri ya kazi yake, nendeni kwa uovu katika wakati wenu wa kukaa hapa duniani kama wageni. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba ikiwa tunaamini ya kwamba Mungu wa mbinguni anahukumu kila mtu kwa usawa bila upendeleo, tunaambiwa kwamba basi tuenende kwa hofu, tuenende kama si kuogopa sana, si ama hofu, kwa kuheshimu, kwa kufanya kila kitu, ili kusudi wakati wetu unaobakia hapa duniani, wakati ambao unaobakia hapa duniani kama wageni, tuweze kuenenda sawa sawa na jinsi Biblia inatuambia, ili kutujue ya kwamba fahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu vinavyoharibikao, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa. Mlikombolewa, mlipokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya dhamani kama ya mwana kondoo asiye na hila, asiye na yaani Yesu Kristo. Kwa hivyo mpendwa, tunapoitwa watu wa miliki za Mungu, sisi tujue ya kwamba hatukukombolewa na vitu vinavyoharibika. Bengine fedha tukununua na pesa ndio tukombolewa, ama kupeana dhahabu, bali tulikombolewa kwa damu ya Yesu Kristo, ambaye hakuwa na hila, ambaye ni ya thamani. Hivyo ndivyo tulikombolewa. Kuitwa ndio tulipoendea lile jiwe lililo hai, ambaye ni Yesu Kristo aliyetuokoa kwa damu yake, ndipo tuitwe watu wa miliki yake. Hapa tunaonyesha ya kwamba mpendwa, lazima tujue ya kwamba hatukutoa chochote ili tukombolewe. Hakuna mtu alitulipia fedha wala dhahabu wala chochote, na hatukuokolewa na vitu vinaharibika kama hizo fedha na kila kitu, lakini kwa damu ya dhamani ambaye ni ya Kristo, ambaye hukuwa na kosa lolote. Kwa hivyo unapomaliza mpendwa mahubiri ya siku ya leo, nataka tuone kitabu cha Yohana wa kwanza 2 mstari wa 15. Mahali Biblia inasema mpendwa, waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 15 tutasoma mpaka 17. Biblia inasema kwamba msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilicho duniani, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho, kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu milele na milele. Kwa hivyo hapa
tunaambiwa kwamba wale ambao tumependa lile chiwe la pembeni na tuliliendea, Biblia inasema kwamba tena tusipende dunia. Maana katika dunia kuna mambo ambayo yanaweza kukupotoza na ukose kumkiri Yesu Kristo kwamba ni Mwokozi. Ndio hapa tunaambiwa kwamba kile kilicho duniani si kingine bali ni tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Hivi havitokani na Baba bali vinatokana na dunia. Kwa hivyo tunaambiwa mambo matatu mpendo hapa. Jambo la kwanza, tamaa ya macho. Na kule unakumbuka mtumishi wa Mungu Petero alituambia tuepukane na tamaa ya mwili. Na hapa mtumishi wa Mungu Yohana ametuambia tuepukane na tamaa ya macho na kiburi cha uzima na tamaa ya mwili. Vitu vitatu ambao mara nyingi tunaviona ni vidogo. Mara nyingi kuna tamaa ya macho ya kutamani vitu. Hiyo tunaona kama si dhambi. Unaona kama ni kitu cha kawaida, lakini kumbe ni dhambi. Biblia inasema usitamani. Tunaambiwa kwamba kuna tamaa ya macho. Hapa Biblia inasema pia kuna kiburi. Watu wengi tunaweza kuwa kanisani lakini tuna kiburi. Watu wengi tunaweza kuwa watumishi wa Mungu lakini tuna kiburi. Tunaweza pewa tufanye mambo ya Mungu. Kiburi. Kiburi kiliweza kumwangusha Shetani. Ndio sababu mara nyingi hata Yesu Kristo alikuwa anasema ya kwamba msiwe na kiburi. Msiwe ni watu ambao mna kiburi, bali muweze kuwa ni watu ambao tunanyenyekeza. Ule kitu ambao tulisoma kwa Kristo, yeye alikuwa mpole, mnyenyekevu. Hata nasi tunaambiwa kwamba tuwe wapole jinsi Yesu Kristo alivyokuwa. Ndio sababu tukaitwa sisi ni mawe yanayounganishwa na lile jiwe kuu la pembeni ambaye ni Kristo. Kwa hivyo mpendo, hapa tunapomaliza siku ya leo, naomba Bwana aweze kutubariki. Kwa hivyo tuliona kwamba mada kuu ilikuwa ni mawe yaliyo hai. Sisi tuweze kuwa mawe yaliyo hai. Kama utakuwa Mkristo ambaye ni mawe yaliyo hai, tutakuwa tumekufa kiroho. Na ukikufa kiroho hakuna mahali unaenda. Ndio mtumishi wa Mungu Yohana alimaliza katika mstari wa 17 akisema dunia inapita pamoja na tamaa zake. Kumbe tamaa zote tutakapokuwa nazo duniani zitapita, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu atadumu milele. Dunia inapita mpendo mtazamaji, na mambo yote, iwe ni wizi, iwe ni nini, iwe ni kila kitu. Lakini ule ambaye atamwamini Mungu na kufanya mapenzi ya Mungu, tunaambiwa kwamba atadumu milele na milele. Je, mpendo, utaamua nini katika wakati kama huu ambaye Biblia iko wazi kabisa? Sisi kama Wakristo tunasimama wapi na unafanya nini wakati kama huu? Utaamua kufuata tamaa ya ulimwengu na mambo yote, na ukijua ya kwamba ulimwengu itapita na mambo yake yatapita? Wale ambao watafanya mapenzi ya Mungu watadumu jinsi Mungu atakapodumu milele na milele. Kwa hivyo kufikia pale, mpenzi mtazamaji, tumeona kwamba siku ya leo tumeambiwa kwamba mada yetu kuu ilikuwa ni mawe yaliyo hai. Wewe ni mawe yaliyo hai ama ni mawe ambaye hayana maana? Kwa hivyo kufika pale, naomba Mungu atubariki. Kuna wapendwa ambao naona wameandika message kupongeza kipindi, ndugu zetu ambao tunawaombea kila mara. Mungu awabariki. Kina ndugu wetu mtumishi wa Mungu Profesa Rono mahali huko pamoja na familia yako, naomba Mungu akubariki. Mchungaji Beres kutoka pale Band Forest wa kanisa la Kiadventista district ya huko, Mungu akubariki sana. Mtumishi wa Mungu Pastor Koech mahali popote ulipo pamoja na familia yako, Mungu akubariki. Ndugu wetu Peter Sumu mahali huko, Mungu akubariki. Naona mtumishi mwingine ambaye ni Willy Koech mahali popote ulipo kule sehemu za Jeptiret, naomba Mungu akubariki. Kanisa zetu zote ambao wanaombea kipindi hiki, Mungu hata wawaja bure, bali Mungu atawabariki katika kila jambo. Kwa hivyo nilisema kwamba ukitaka kuungana nami, kiniandikia message katika WhatsApp, fungua kurasa wangu wa Mwangaza wa Biblia, utanipata pale, utacomment
utauliza swali, ukiwa na ombi utaniandikia, unaweza kupiga simu, unaweza fanya kila kitu. Pia ukitaka mahubiri yangu, enda katika YouTube, utanipata pale, utaandika Mwangaza wa Biblia, utapata mahubiri yangu. Kufikia pale, Mungu akubariki, akuongoze katika kila jambo. Inua mikono juu, sema kwa ujasiri, tangaza kwa furaha, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tangaza wote wasikie, sema kwa ujasiri, tangaza kwa furaha, Yesu ni Mwokozi. Inua mikono juu, sema kwa ujasiri, tangaza kwa furaha, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tangaza wote wasikie, sema kwa ujasiri, tangaza kwa furaha, Yesu ni Mwokozi, Yesu ni Bwana. Sifa zake na zivume, astahili kupewa heshima na utukufu. Yesu ni Bwana, sifa zake na zivume, astahili kupewa heshima na utukufu. Mwana-kondoo aliyechinjwa kuondoa dhambi zetu, sina mwingine ila Yesu tu. Inua mikono juu, sema kwa ujasiri, tangaza kwa furaha, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tangaza wote wasikie, sema kwa ujasiri, tangaza kwa furaha, Yesu ni Mwokozi. Inua mikono juu, sema kwa ujasiri, tangaza kwa furaha, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tangaza wote wasikie, sema kwa ujasiri, tangaza kwa furaha, Yesu ni Mwokozi. Sifuni Bwana, Mwokozi wa ulimwengu. Sitaogopa kabisa kutangaza jina lake. Sifuni Bwana, Mwokozi wa ulimwengu. Sitaogopa kabisa kutangaza jina lake. Ana uwezo wa kuokoa, kusafisha dhambi zetu. Sina mwingine ila Yesu tu. Inua mikono juu, sema kwa ujasiri, tangaza kwa furaha, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tangaza wote wasikie, sema kwa ujasiri, tangaza kwa furaha, Yesu ni Mwokozi. Inua mikono juu, sema kwa ujasiri, tangaza kwa furaha, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tangaza wote wasikie, sema kwa ujasiri, tangaza kwa furaha, Yesu ni Mwokozi. Inua mikono juu, sema kwa ujasiri, tangaza kwa furaha, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tangaza wote wasikie, sema kwa ujasiri, tangaza kwa furaha, Yesu ni Mwokozi. Inua mikono juu, sema kwa
ujasiri, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana. Tangaza wote wasikie, sema kwa ujasiri, tangaza kwa furaha, Yesu ni Mwokozi.